Giza lilitanda Machi 17, 2021. Watanzania walibaki na maswali mengi baada ya kuondoka ghafla kwa rais wa awamu ya tano, Dr. John Pombe Magufuli. Taifa lilikuwa katika huzuni, lakini pia katika hofu ya nini kingefuata. Siku mbili baadaye, Machi 19, 2021, historia iliandikwa. Aliyekuwa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan akaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mwanamke kushika nafasi hiyo tangu uhuru mwaka 1961. Wapo waliokuwa na matumaini, lakini pia wapo waliokuwa na mashaka. Mwezi mmoja tu baada ya kuapishwa, Aprili 22, 2021, Rais Samia akalihutubia bunge kwa mara ya kwanza. Katika hotuba hiyo aliweka wazi dira ya serikali ya awamu ya sita: kudumisha mazuri ya awamu zilizopita, kuyaendeleza mema aliyopita na kuleta mengine mapya. Kauli yake ya kazi iendelee ikawa alama ya safari mpya ya Tanzania. Na kweli alichoahidi hakikubaki maneno. Miradi mikubwa ya kimkakati iliendelea na mingine kukamilika. Reli ya kisasa ya SGR ilianza kufanya kazi kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Daraja kubwa la Kigongo Busisi likazinduliwa na mradi wa bwawa la Julius Nyerere ukaanza kutoa umeme. Haya yote yakawa ishara kwamba safari ya maendeleo haikusimama. Katika sekta ya maji, miradi mingi ilizinduliwa karibu kila mkoa. Katika uchumi, uwekezaji ukaongezeka na Tanzania ikaendelea kuvutia wawekezaji kutoka nchi mbalimbali. Hata sekta ya utalii ilivyoyumba baada ya COVID-19 ikafufuka kupitia filamu ya Royal Tour iliyomtambulisha Tanzania na duniani. Lakini zaidi ya miradi, Rais Samia akasisitiza jambo moja kubwa: umoja wa Tanzania. Katika hotuba ya bunge ya mwaka 2025 alieleza wazi kwamba maendeleo hayawezi kuwepo bila amani, mshikamano na usalama wa taifa. Akaeleza mafanikio ya serikali yake kwa takwimu, lakini pia akakiri yale ambayo bado yako njiani kukamilika. Safari hiyo ikafikia kilele Oktoba 29, 2025. Watanzania wakapiga kura na matokeo yakatangazwa. Samia Suluhu Hassan akachaguliwa tena kuwa rais wa Tanzania. Ushindi huo ukaandika historia mpya: mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kupitia sanduku la kura kuwa rais wa Tanzania. Novemba 3, 2025 akaapishwa tena kuongoza taifa, safari ambayo ilianza kwa huzuni kubwa mwaka 2021, lakini ikaendelea kwa matumaini, mageuzi na maendeleo. Hii sio tu hadithi ya mwanamke aliyekuwa rais, ni hadithi ya taifa lililopitia majonzi, likasimama tena na kusonga mbele. Na kama alivyosema mwenyewe, kazi iendelee. Sasa kazi na utu, tunasonga mbele. Ismail Kawambwa, Daily News Digital.